Yes, to be honest, kwanza ni kuwapongeza Arsenal the Gunners, among of the best club in the world, ambayo ilikuwa inafuatiliwa sana. Wadau mbalimbali wa soka walikuwa wanajiuliza maswali mengi, maybe Arsenal inaweza kachukua UEFA Champions League. Wapo ambao walikuwa wanaamini maybe Arsenal isingeweza kufika kwenye hatua finali. Hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinazungumzwa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini big story ni town kuhusiana na Arsenal the Gunners, namna ambavyo wameenda kwenye hatua finali kwenye mchezo wa UEFA Champions League, amini klabu bingwa barani Ulaya, lakini pia wameweza kuondosha moja kwa moja Atletico Madrid, among of the best club in the world, hapo inatumia mfumo wa mechanism system playing about football. Hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinazungumza sana, na tunafahamu mara ya mwisho Arsenal kuweza kucheza finali ya UEFA Champions League kama sikosei kwa mwaka 2006 ambao ilicheza na FC Barcelona na wakatoka kwenye hatua ya finali. Hicho ni kitu ambacho kwa kinazungumzwa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kwa this time around Mikel Arteta, mwalimu wa Arsenal the Gunners, amejua nini ambacho anakifanya, amejua namna gani ambavyo anaweza kuisaidia klabu kuweza kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mbinu ambazo alikuwa anakuja nazo ndani ya uwanja ni kitu ambacho unaweza kusema kwamba kimeweza kumsaidia kwa kiasi kubwa kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kama good preparation sasa kwa Arsenal the Gunners, au maandalizi makubwa kuelekea kwenye mchezo wa finali dhidi ya timu ambayo itacheza kati ya PSG au FC Bayern Munich. Lakini to be honest, ni kumpongeza mchezaji mmoja wa Arsenal the Gunners, uwepo bibi wa goalkeeper bwana uwezo mkubwa David Raya. Ukiangalia namna ambavyo amejaribu kuisave Arsenal the Gunners kwenye michuano ya UEFA Champions League. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa. Kwa kwenye zile asilimia bibi kwamba timu ipi ambayo inaipa nafasi kubwa sana kuweza kuchukua ubingwa wa UEFA Champions League, bado Arsenal naweka kwenye list ambayo inaweza ikachukua UEFA Champions League. Kwa hiyo to be honest, kwa mimi nimeenjoy kuona kile kitu ambacho kimetokea ndani ya uwanja na Arsenal the Gunners, kwa sababu 2006 anachukua UEFA Champions League. Mikel Arteta ambaye alikuwa maybe hakuwa kwenye sehemu ya Arsenal the Gunners, lakini this time around namna ambayo fly imekuepo, yupo kwenye kocha cha mabingwa wanaotarajiwa maybe kwenye UEFA Champions League Arsenal the Gunners.